Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Whozu siku leo amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza kuhusiana na ujauzito wa Wema Sepetu, lakini pia kuzungumza kuhusiana na mahusiano yake pamoja na mrembo Wema Sepetu. Kama ambavyo tunafahamu, kipindi ambacho Whozu pamoja na Wema Sepetu wameanzisha mahusiano ya kimapenzi, maneno yalikuwa ni mengi sana mitandaoni. Wengi wakawa wanamtupia maneno Wema Sepetu kwamba una tabia ya kuchukua vijana wadogo, baadaye wanakutumia, wanakuacha, alafu unabaki hapo na utu uzima wako. Wengine wakiwa wanadai Whozu amefuata tu maarufu wa Wema Sepetu kama vile Diamond Platnumz alivyofanya, alafu baadaye Whozu ataondoka zake. Sasa unaweza kuona yale maneno ambayo watu wengi walikuwa wanayozungumza mitandaoni ni kama vile yamekuja kutimia, lakini yametimia kwa namna ya tofauti sana. Namna ambavyo Wema amemwacha Whozu, amemwacha kwa maumivu makali sana. Ukiangalia jambo ambalo Wema Sepetu ameweza kulifanya, habari ambayo ina trend mitandaoni kwamba Wema ujauzito wake ni wa msanii Diamond Platnumz. Unafikiri hili swala limekuaje? Whozu pamoja na Wema hawajaachana muda mrefu sana. Whozu na Wema wameachana tayari. Wema ni mjamzito na siku ya leo Whozu ameamua kufunguka mengi kuhusiana na Wema Sepetu. Watu wengi sana walikuwa hawafahamu kuhusiana na haya ambayo Whozu ameweza kuyazungumza. Kwanza kabisa ameweza kuzungumzia swala zima ambalo linaendelea kutrend mitandaoni kuhusiana na ujauzito wa Wema Sepetu. Baba ni msanii Diamond Platnumz, na Whozu ameweza kukiri wazi na kudai kwamba mara nyingi sana amekuwa akigombana na Wema Sepetu kuhusiana na Wema kuchati na Diamond Platnumz. Anamuuliza, vipi, mbona huyo ni ex wako alafu bado mnaendelea kuchati? Mbona mmeshaachana lakini bado mnaendelea kukutana? Jambo hilo ilikuwa linamuumiza sana Whozu, lakini Whozu anakuambia alikuwa anapotezea na kuona kwamba huenda walibaki tu kuwa kama marafiki. Lakini Whozu akawa anajiuliza, nyie hamna mtoto, labda mnasema mtoto anawaunganisha, bado inakuwaje mnaendelea kuwasiliana? Mnakuwaje mnaendelea kuchati kama hivi? Whozu hicho kitu kilikuwa kinamuumiza sana, lakini pia kilikuwa kinamsababisha afikirie ni kitu gani ambacho kinasababisha Wema pamoja na Diamond waendelee kuwasiliana. Lakini baadaye Whozu anakuambia alipofahamu ukweli kwamba Wema na Diamond wanatoka kimapenzi, lakini sio tu hivyo, baadaye Wema Sepetu akamwambia huu ujauzito sio wa kwako, huu ujauzito ni wa msanii Diamond Platnumz. Whozu anakuambia aliumia sana yeye kama mwanaume, kwa sababu ukiangalia yeye ni mtu ambaye alikuwa anampenda sana Wema. Ukiangalia kapo yao ilikuwa ni kapo nzuri sana kwa asilimia kubwa sana, na ukiangalia baadhi ya mashabiki walikuwa wanaipenda sana kapo yao. Ukiangalia Whozu akiwa pamoja na Wema, kuna namna fulani hivi alikuwa anamuonesha mapenzi ya kweli. Lakini pia ukiangalia Wema namna ambavyo alikuwa anamuonesha Whozu mapenzi ya dhati, kila mtu alikuwa anasema wow, hii ni kapo nzuri sana. Lakini baadaye Whozu anakuambia alipofahamu kwamba Wema anamsaliti na msanii Diamond, alishangaa sana, lakini akashindwa kuvumilia. Yeye kama mwanaume akaamua kumlipizia, akamwambia kwa hili sitokusamea. Wema Sepetu akamwambia sawa, kama usiponisamea ni kama vile Wema alikuwa ajali. Hatujajua Diamond Platnumz aliweza kumwahidi kitu gani mpaka kufikia hatua akaanza kumdharau mwanaume wake, akaanza kumdharau Whozu, kitu ambacho kimemuumiza sana Whozu. Whozu anakuambia baadaye basi akaamua kujituliza kwa kwenda gym mara kwa mara, na baadaye akakutana na yule mrembo Rita kule gym. Tukaona video zikasambaa sana kwamba Whozu anachepuka, Whozu anatembea na Rita, lakini baadaye Whozu anakuambia wala hakuwa hatembei na Rita. Lakini Wema Sepetu akateke advantage hapo hapo, akamwambia kwamba wewe umeamua kwenda kujipooza kwa wanawake zako, basi tuachane, kila mtu apite hivi na msini zake. Wewe uende hivi, mimi niende hivi, kwa sababu ukiangalia hata ujauzito sio ujauzito wako. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani mwanaume ukiwa na pesa zako mwanamke hawezi kukupelekesha, kwa sababu ukiangalia Whozu alikuwa anaishi nyumbani kwa Wema Sepetu, lakini pia mara nyingi sana alikuwa anatembelea magari ya Wema Sepetu. Sasa unaweza kuona kuna namna fulani hivi dharau za Wema zikazidi sana kwa Whozu. Ni kwamba alianza kumdharau, alianza kumuona mbona huyu ni kibenteni, mbona huyu namlisha namvisha, alafu bado anaendelea kunipangia maisha.
Basi Whozu akaamua kuachana naye, akaona dharau za nini, dharau zimezidi, akaamua kuachana naye kwa sababu ukiangalia tayari ana ujauzito wa mwanaume mwingine. Hicho kitu kimemuumiza sana Whozu na amezungumza kwa uchungu mkubwa na kudai kwamba hii ni dunia. Kile kitu ambacho Wema amemfanyia huenda kikamrudi kwake, huenda kikageuka kwa upande wake. Lakini pia Whozu anakuambia kitu chake kikubwa ambacho anakiona amekipoteza kwa asilimia kubwa ni muda wake. Anakuambia amewekeza mapenzi makubwa sana kwa Wema Sepetu, lakini Wema amekuja kumlipa nini? Amekuja kumlipa fedha, amekuja kumlipa dharau, na mpaka sasa hivi Wema Sepetu anaendelea kumdhalilisha Whozu mitandaoni, kwa sababu ukiangalia wengine wakiwa wanajiuliza kwani Whozu alishindwa kumpatia mimba Wema Sepetu mpaka Wema Sepetu aende akapatiwa mimba na mwanaume mwingine? Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado subscribe chini ya video hii, na utakuwa umejihakikishia kwamba na familia wetu na utapitwa na habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania.